Asake amekuwa ni msanii mkubwa sana West Africa pamoja na Afrika kwa ujumla kutokana na aina ya ngoma ambazo alikuwa anatengeneza, lakini aina ya wasanii ambao alikuwa anashirikiana nao. Ukubwa wa muziki wake ulichangiwa na kazi nzuri ya meneja wake ambaye alikuwa akimsimamia kuanzia mwaka 2022 mpaka 2024, na meneja huyo akaona kwamba Asake amekuwa ni msanii mkubwa kwamba hawezi tena kumsimamia, hivyo akaachia ngazi. Watu wengi wameshangazwa na kauli ya meneja huyo ambaye alikuwa anafanywa mahojiano na moja kati ya vyombo vya habari huko Nigeria, na kusema ya kwamba Asake alikuwa ni msanii mkubwa kiasi kwamba kufanya naye kazi ilikuwa ni tabu, kwa sababu yeye alipata hiyo kazi kutoka kwa Olamide ambaye ndo alikuwa ni bosi na alikuwa hana uzoefu mkubwa wa kumsimamia msanii. Hivyo Asake alivyo blow up na kuwa msanii mkubwa sana, jamaa akaona isiwe tabu, nikae pembeni. Na hisi hata kwa wasanii wa East Africa pia wanabidi wachunguze hichi kitu, kwa sababu kuna muda meneja wako inabidi kutafutia deals, shows, lakini pia connections za watu wakubwa ambao muda mwingine meneja wako hajafika level za watu hao. Hivyo kwa namna moja ama nyingine inabidi pia hata wasanii wa Kitanzania ama wa East Africa wafanye kazi na mameneja wakubwa zaidi ambao wana uwezo wa kusimamia, kwa sababu unaweza kuwa unafanya kazi na meneja ambaye ni mdogo sana, uwezo wako wewe ni mkubwa sana yeye kushikilia, kama ambavyo unaona imetokea kwa Asake. So moja kati ya kitu ambacho wasanii pia wanatakiwa wawe nacho makini sana. Lakini pia kutoka West Africa huko kuna mtu anaitwa Skills amesema kwamba wasanii wengi wanakata tamaa haraka kabla ya mafanikio hayajawafikia, hivyo wasikate tamaa, waendelee kufanya muziki, wawe consistent ili mafanikio yaweze kuwakuta. Amesema hiyo baada yeye pia kuweza kupata success ya kutokukata tamaa, kwa sababu ngoma yake Shake Body ambayo alitoa muda kidogo imerudi trending baada ya mchezaji kutoka FC Barcelona Yamal kufanyia challenge kwenye mtandao wa TikTok, na video hiyo kwenda viral na ngoma hiyo kupendwa tena upya duniani kote. Skills ameenjoy success ya ngoma hiyo kwa mara nyingine tena baada ya kutokea kwenye shows mbalimbali kwenye jiji la Barcelona, lakini pia kupata performance tofauti nchi tofauti na team zingine kuweza kuiweka hiyo ngoma, huku wachezaji wa timu hizo wakizifanyia challenge. Kwa kifupi, ngoma hiyo imechezwa kwenye timu ya Barcelona, Chelsea, lakini pia Pyramids FC kutoka Misri nayo pia ilifanyia challenge ngoma hiyo baada ya kushinda kombe la Champions League la CAF. Kwa hiyo kwa wasanii wote ambao wanafanya kazi, ushauri kutoka kwa Skills ni kwamba msikate tamaa, anytime any day mafanikio yatafika, hivyo endelea kuwa consistent. Hii ni PJ Classic FM. Usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel yetu ambayo ni PJ Classic Media.